Haleluya. Kwa uwe ujifunza sadaka hizi. Tunajifunza somo linalosema mbinu za kutamaraki mji. Mbinu za kutamaraki mji. Na jana tuliona mbinu namba 2 ni kuifanya ardhi yake kuwa madhabahu. Kuifanya ardhi yako kuwa nini? Madhabahu. Nikwambia unaifanya kuwa madhabahu moja kwa kuiweka wa nini? Wakfu. Sawa? Na iweka wakfu au kuitakasa kwa damu ya nani? Damu ya Yesu. Kazi ya damu ya Yesu inakusaidia kuomba rehema wewe mwenyewe na kuomba rehema kwa ajili ya eneo au ardhi hiyo. Kwa unaomba rehema mwenyewe, unaomba toba pia kwa ajili ya ardhi hiyo, kama ni nyumbani, kama ni shambani, ambao ndio unaona hizo taratibu tumezifanya hapa madhabahuni. Sawa? Lakini namba 2, kazi ya damu ni kuondoa kisichotakiwa. Nakumbuka ikisha mwagika Biblia sema inawaka ili kuondoa. Inaondoa nini? Inaondoa wenyeji. Wenyeji maana yake nini? Magonjwa, mapepo, majini, kila kitu ambacho kilikuwepo kabla ya kumiliki ardhi. Unafanya nini? Kwa kisha takasa ardhi kwa kuomba toba kwa ajili yako na kwa ajili ya ardhi. Unaanza kukemea kwa damu ya Yesu na jina la Yesu kuondoa chochote kisichotakiwa. Yao mapepo, yao majini, yao magonjwa, ziwe laana ambazo ziliwekwa kwenye ardhi. Unaanza kukemea na kuondoa roho au mapepo yanayosimamia hayo matamko. Amen. Tuenda sawa. Lakini namba 3 nilikwambia hakikisha moto wa madhabahu usizimike. Moto wa nini? Maana yake nikakuonyesha hakikisha unaomba mara kwa mara kwenye ardhi ulionayo. Omba mara kwa mara. Kama ni nyumbani, tengeneza eneo ambalo itakuwa madhabahu, ambao unaweza ukapiga magoti, unaweza ukaamka usiku mchana ukaomba. Hakikisha unaomba mara kwa mara. Nilikwambia kwenye mashamba yako, kwenye viwanja vyako, kwenye nyumbani kwako ndio sehemu ya kufanyia mazoezi ya maombi. Ukija hapa ni sehemu ya kutana na watu wengine, kupeana joto, kutiana nguvu, kushare kalama mbalimbali. Lakini nyumbani kwako ndio sehemu ibada inapaswa kufanya kuanzia. Kwa jifunza kufanya maombi kwa eneo ulilopo. Kama ni ardhi, jifunza kufanya maombi mara kwa mara, au kiwanja au nyumbani. Ni nini? Kwa sababu moto wa madhabahu haupaswi kufanya nini? Kuzimika. Sawa sawa na Walawi sura ya 6 ile aya 9. Kaambia makuhani kwamba moto wa madhabahu usizimike milele. Kumbuka unapopunguza maombi, unapunguza moto. Maana yake unapunguza nguvu ya madhabahu. Naomba unisikilize. Nisikilize. Kama najua tuko makanisa mbalimbali, mkitaka madhabahu yenu yahudumie, mbona mnafanyia maombi hiyo eneo mara kwa mara? Sehemu msiyofanyia maombi inakuwa kame. Inakuwa kame. Sehemu unaofanyia maombi, watu wanapofanyia maombi mara kwa mara, inakuwa ina upendo. Kwa nini? Kwa sababu ni moto usizimike au usizime. Moto usizimike au usizime mahali. Kwa hiyo nawe jifunze mahali popote panapokuhusu, iwe nyumbani, iwe kazini. Niliwaambia kuna madhabahu tofauti. Unaweza kutengeneza madhabahu nyumbani, kwenye kiwanja chako. Wengine mpaka wale wanaojua, kwa mfano kuna watu ambao ukienda viwanja vya ndege, kuna wengine mpaka kwenye viwanja vya ndege kabla ya kupanda ndege kuna sehemu ya kusali. Una madhabahu. Kwa hii madhabahu unaotengeneza inapaswa uwe na nidhamu ya kujitakia madhabahu. Hata kama ni baiskeli, hiyo madhabahu yako. Ukiipanda umepanda nini? Madhabahu. Halo? Kama pikipiki vile, kila kitu ukifanya kuwa madhabahu. Kwa hiyo tunaamini unapoenda sasa kwenye shamba lako, kuna eneo umelitenga ambalo hilo ukienda kabla ya asubuhi kulima au kufanya kazi, unaweza kaomba pale kama Mungu nakuita, hii ni madhabahu yako. Na nguvu ya madhabahu unapoomba mara kwa mara, hiyo nguvu haiondoki. Amen. Tunaenda sawa? Kwa hiyo natamani Wakristo wengi, na sio tu wengi, wote ambao mnanisikia kwenye mtandao na wao unaoniangalia hapa, jifunza kufanya maombi kwenye ardhi yako, kwenye mashamba, kwenye viwanja, kwenye nyumba zako. Jifunza kufanyia maombi hapo. Amen. Hiyo ni muhimu sana.
ni muhimu sana. Jambo la tatu, mwaga mafuta kwenye madhabahu. Mwaga nini? Mafuta kwenye madhabahu. Mwanzo 28 aya 19. Mwaga mafuta kwenye madhabahu. Sasa nitakuonyesha mafuta maana yake nini. Mafuta ni mojawapo pia ambayo yanasaidia kuitakasa eneo. Halo? Sasa napoongelea mafuta, sitaki mwanza kuwa na zile akili zile za kuanza kuyaamini mafuta na kuyatumia isivyokuwa na imani. Yako mafuta ya aina mbili. Ukisoma Mwanzo 28:19, baada ya Yakobo kukutana na Mungu kwenye ile eneo pale Luzu alipokutana malaika wakipanda nafani na kushuka, Biblia inasema lile jiwe aliyokuwa amelilalia akalimwagia mafuta akalisimamisha. Utasoma baadaye Mwanzo 28 aya 19. Amen. Akalisimamisha jiwe akamwagia nini? Mafuta. Hapa kwenye Agano la Kale walikuwa wanamwaga mafuta kabisa, mafuta ya kawaida wanamwaga. Lakini kuja kwenye Agano Jipya, na hapa nataka nifundishe kitu fulani ambacho kichanganya wa warokole, kichanganya wa Kristo. Agano Jipya hatuna mafuta ya mwilini, tuna mafuta ya rohoni. Biblia inasema amenipaka mafuta na kikombe changu kimefanya kimefurika. Maana unapompokea Roho Mtakatifu ndani yako, zile nguvu tunaziita mafuta. Amen. Lakini pia unapookoka ndani yako huwa kuna mafuta. Ngoja nikuonyeshe kitabu kingine cha waraka wa kwanza Yohana, nadhani sura ya 2, nitakwambia mstari. Waraka wa kwanza Yohana, nikusomea hapa. Waraka wa kwanza Yohana 2:27. Nanyi mafuta yale mlioyapata kwake yanakaa ndani yenu, wala hamna haja ya mtu kuwafundisha. Lakini kama mafuta yake yanavyowafundisha habari za mambo yote, tani kweli wala si uongo, na kama alivyowafundisha kaeni ndani yake. Nanyi mafuta yale mlioyapata kwake yanakaa ndani yenu. Ndani yenu. Ndani yenu. Maana mafuta ni nguvu za Roho ambao tunasemaga ni upako. Ambao upako unapaswa utokee wapi? Ndani. Sasa mnisikilize. Inawezekanaje? Okay, mnisikilize. Inawezekanaje mafuta aliyoko ndani yakaenda nje? Kiroho. Iko hivi. Daudi anasema umenipaka mafuta na kikombe kimefanya nini? Kimefurika. Maana yake nini? Unapoomba maombi kuna ujazo unatokea mpaka unamwagika. Ndio maana unapoomba maombi ya nguvu ya kiwango, mara nyingi hiyo nguvu inatoka kwako inaenda kwenye eneo. Okay. Kwa mfano hapa tumeabudu sana, tumeomba sana. Kuna watu ambao kiwango chao cha ujazo kimeongezeka. Kama tukiendelea hivi namna hii wiki nzima, kuna watu hapo wanajishangaa mwenyewe. Unaweza kuona kabisa yule mtu alikuwa anaumwa, anaweka mgonjwa anapona, au kuna vitu vinaanza kubadilika nyumbani kwa sababu mafuta ulionayo yanaanza kudondoka. Ndio maana Biblia inasema akina Paulo watu walikuwa wakiona kivuli chao wanapona. Kwa sababu nguvu iliyokuwa ndani ya kila Paulo ilikuwa kiasi kwamba ambapo inamwagika mpaka kivuli kinashika mafuta, mpaka vitambaa vinashika mafuta. Kwa hiyo maana mtu ambaye anajua kufanya maombi mara kwa mara kwa moyo, kwa bidii, mara nyingi nguvu yake inatoka kwake inaenda kwa wengine. Wewe unajiuliza kwa nini sisi tunakwambia njoo tukuwekee mkono ujae Roho Mtakatifu? Kwa sababu nguvu iliyoko ndani inapita inaenda kwako. Inaenda kwako. Ndio maana kwa kadri unasogelea madhabahu ndio kadri unajisikia urahisi. Kwa sababu unapokuwa madhabahuni pale moto wa Mungu unatoka hapa unasambaa. Kwa kadri unasogelea madhabahu unasikia. Ndio maana watu wanaopanga mstari wa kwanza wanapata faida. Nenda kaangalia watu wanaopanga mstari wa kwanza kupokea wanakuwa wa kwanza. Sababu nguvu inapozidi inaendelea kuongezeka, wale wa nyuma wanaendelea kufikiwa. Ndio ulimwengu wa roho jinsi ulivyo. Unanisikia? Kwa mafuta maana yake ni nguvu ya Mungu ambayo kwa kadri unafanya maombi yale mafuta yanamwagika kwenye eneo. Sasa namba 2, unaweza kumwaga mafuta ya kawaida kwa imani. Ila sasa usiyachukulie kama, mnisikilize. Hivi haya mambo ya kiroho, iwe chumvi, yawe maji, yawe mafuta, hauruhusiwi kuyaamini.
ila unaruhusiwa kumwamini aliyeviumba. Sawa? Na usivikalili, yani isiwe ni kanuni. Yani kuna watu wanajiwekea kanuni. Ikitokea jambo baada ya kuomba anasema kuna mafuta. Sasa hapo utakuwa zezeta baadaye. Unanisikia? Staki naweka kule. Hivi tunatumia pale ambapo umesikia moyoni kutumia kama maelekezo. Ila visiwe, ingawaje vinafanya kazi. Ukiweka chumvi au mafuta yanafanya kazi kama imani umeweka kwa nani? Kwa Mungu. Ila sasa visiwe ni kigezo cha wewe kuwa mzembe wa utu wako wa ndani. Kumbuka Mungu anataka utu wako wa ndani uimarishwe kila siku. Amen. Tunaenda sawa watu wa Mungu? Jambo la 4. Mbinu ya 4. Mbinu ya ngapi? Jifunze. Okay. Jambo la 4 tumefika? Au mbinu ya 4? Jitahidi uwe moto. Mwambie zako uwe moto. Jitahidi uwe nini? Uwe moto. Jambo la 4, jitahidi na wewe uwe moto. Kutoka sura ya 3 aya 3 hadi 5. Jitahidi na wewe uwe moto. Kutoka sura ya 3 aya 3 hadi 5. Bwana asifiwe. Sasa mnisikilize. Kila siku nasema jitahidi uombe eneo lako, si ndio? Ombea moto wa madhabahu usifanye nini? Usizimike. Je, kama huna moto unaotoa wapi wa kukoka? Mnanisikia? Sawa. Moto wa madhabahu usifanye nini? Inategemea na kuhani wa madhabahu. Kwa hiyo mnisikilize. Wale makuhani huo moto hawakukuta madhabahuni, walikuwa wanakuja nao. Wakishakoka wanaendelea kuweka kuni. Sasa unawezaje kuukoka moto usiokuwa nao? Kwa hiyo sasa mnisikilize, ili utengeneze madhabahu yako au eneo unalosalia kuwa moto, inapaswa uwe moto. Okay, ngoja nikuonyeshe. Kutoka sura ya 3 aya 3 hadi 5. Musa akasema, mtageuka sasa niyaone maono haya makubwa, na sababu kijiti hiki hakiteketei. Hakiteketei maana yake hakiishi, si ndio? Yaani unakiona kinawaka lakini kiendelea kuwaka, hakiishi. Ndio maana moto usiozimika. Sawa? Hakiteketei. Alafu nasema Bwana alipoona 3, Musa akasema, nitageuka sasa niyaone maono haya, na sababu kijiti hiki hakiteketei. 4, Bwana alipoona ya kuwa amegeuka ili atazame. Amegeuka ili atazame. Shika hiyo point. Mungu akamwita kutoka katika kile kijiti. Akasema, Musa. Akasema, mimi hapa. Naye akasema, usikaribie hapa, vua viatu vyako miguuni mwako, maana mahali hapo unaposimama ni nchi takatifu. Kwa hiyo kuna mambo ambayo nataka uyaone. Jambo la kwanza, hauruhusiwi kwenda nchi takatifu kama wewe sio mtakatifu. Alisema Musa alipoona, akasema njoo, ila usije hapa kama Musa wa zamani. Vua viatu vyako. Manake kuvua viatu manake ni kuondoa vitu visivyotakiwa kwenye eneo lilo safi. Kwa manake kirahisi ni kwamba anamwambia ili Musa ukanyage mahali patakatifu, hakikisha na wewe unakuwa mtakatifu. Ondoa kila kitu kisichotakiwa. Ondoa mambo yote ya zamani. Uliua mtu, tunajua Musa, vua. Una mtazamo mbaya, vua. Ukija hapa uwe ni mtu mwingine. Ndio nisikilize. Moto unabebwa na waliotakaswa. Nitakuonyesha huko mbele. Maana yake kuna haja ya watu wengi wa Kristo kuwa ni watu ambao wametakaswa, wameokolewa, ukale umeondoka, wamekuwa watu wapya, roho zao zimesafishwa kwa damu. Kwa nini? Kwa sababu hakuna unaweza kubeba moto kama ndani yako bado kuna mambo
yasiyotakiwa. Hakuna namna. Ndio maana watu wengi sana, wengi wanakataa moto. Maana yake watu wengi mnakataa wokovu kwa sababu unakamchumba kamekuzidia, si ndio? Kuna watu hapa wako tayari yaani wanampenda Mungu ila ka boyfriend. Kila akifikiria kuja kutumika ataniona lazima hamna. Kiatu. Mama anasema kiatu. Kuna watu wanampenda Mungu kabisa. Na kila akifikiria hela yangu naipata kwenye umalaya, nitakulaje? Punga mkono. Kwa inamlazimu aendelee kushikilia. Kuna watu nimekutana nao kabisa wanakuambia mimi tunguri yani silitoi. Kwa nini? Ni ulinzi wangu. Anakuja na kusema Mungu mtumishi niombe na mapepo. Unamwombea pepo inaanguka. Akisimama unataka kuokoka? Hapana. Tunguri niachie tunguri langu. Sasa ameweka tegemeo kwa wanadamu. Ameweka tegemeo kwa vitu. Ameshindwa kukubali kutahiriwa. Ndio maana Wayahudi walipokuwa wanatoka Yeriko, kile kizazi Biblia inasema kilitahiriwa kwa mawe ya gumegume. Hawakuruhusiwa kuingia kwenye nchi ya ahadi kabla ya kutahiriwa. Mnisikilize. Hakuna namna unaweza kufaidi mambo ya Mungu kiuzuri kwa viwango mpaka ukubali kuvua viatu. Pungane mikono. Bwana asifiwe. Mwambie mwenzao kubali kuwa moto. Acha mambo mengi. Mtazame sawa sawa. Kwa sababu mnisikilize. Huyu Musa alipaswa aende awakombe wana wa nini? Wa Israeli. Lakini Mungu alimuita akaondoa kwanza yale mambo yaliokuwa yamemficha kwenye utumishi wake. Alishaua akikimbilia kuchunga mbuzi kule kwa Yethro. Kwa ndani yake palikuwa vitu vibaya. Sasa mnisikilize. Halo. Biblia inasema alipogeuka. Mungu anatuchana. Alipogeuka akugeuka. Mnisikilize, Musa anasema aliona kijiti cha nini? Hakiteketei. Kwa hiyo ina maana alishafanya nini? Alishakiona. Sasa hii sentence ya pili nasema alipogeuka inamaanisha nini? Unanisikia? Sasa Biblia inasema aliona kijiti cha nini? Akasema nitatazama maono haya vizuri. Biblia inasema alipogeuka. Ameona alafu amegeuka. Maana yake nini? Iko hivi. Kugeuka maana yake amekubaliana na maelekezo ya Mungu. Amekubaliana kutubu na kuvua kiatu ili aufuate moto usioteketea. Sema amen kwa jina la Yesu. Amekubali kuvua kiatu. Amekubali kuondoa vilivyokuwa vinamkwamisha na kumzuia asiende kuokoa wana wa Israeli. Anasema alipogeuka, alipotubu, ameacha kila kitu akasema niko tayari. Kutokea pale ndipo Mungu akamwambia na kutuma kwa Farao. Kwa nini hujanituma kabla? Vua viatu vyako kwanza. Allah. Huwezi ukaupokea moto kabla ya kukubali kuupokea. Watu wengi tunasema pokea moto, jaa nguvu, jaa Roho Mtakatifu. Anasema hivi, unajaaje na wakati huku ndani kuna mambo yako? Moto hauji. Unakubali kutubu na kuachilia. Mambo yamezako acha ujana. Anayekuhubiria naye ni kijana. Pigie Yesu makofi. Mambo mengi yanatuzuia kuona baraka za Mungu. Kuna vitu umeshikilia. Umeshikilia mume wa mtu utaki kumwachia. Kila ukiwaza roho inauma, iume utairiwe kwa jiwe la gumegume. Iume lakini uachie. Sema amen kwa jina la Yesu. Kubali yaishe. Petro alikubali kuacha samaki. Alikubali kuacha samaki. Biblia inasema alipoacha samaki, anamwambia Yesu, Yesu, naomba sasa kwa neno lako nivue nini? Yesu akamwambia wewe unijui. Akamwambia haya, vua. Na akasoma Biblia, utasoma vizuri. Biblia inasema akavua samaki wengi mpaka wale majirani. Sasa ngaki kilichofuatia. Biblia inasema amevua samaki wengi. Biblia inasema akaacha samaki akamfuata Yesu.
Yaani Yesu anachokifanya, kwa mfano leo akitaka kukuita, anaanza na kuacha kwenye ujinga wako. Anachokitaka ni kutaka sema, ukishasema ndio, anakuacha kwenye ujinga. Unaweza kunywa pombe, anakuangalia, endelea kunywa tu, iko sawa. Ukinywa utatapika. Pigie Yesu makofi. Huo ni ushuhuda, mpigie Yesu makofi wewe. Akavua samaki wengi. Biblia inasema akaacha samaki akamfuata Yesu. Japokuwa Yesu ndo alimpa samaki, lakini saa imefika moyo umekubali kusarenda kwa Bwana. Umekubali kusema niko hapa, Yesu niokoe. Niko hapa, Yesu nipeleke unakotaka. Sema haleluya kwa jina la Yesu Kristo. Iko saa unapiga magoti unasema Yesu, ni kweli huyo binti nampenda, na namwacha. Unakubali kusema namwacha aondoke kwenye maisha yangu nikufuate wewe. Sema haleluya. Wanafikiri sisi tulikuwa kawaida. Tulikuwa na wasichana wazuri. Cheza wewe. Wazuri. Unaamua kumwacha. Anakupigia simu nakata. Wanacheza. Labda Yesu hajakushika. Sababu unajua kabisa huyu hapa nikimpokelea tayari nimekwisha. Mwambie mwanza kufuta namba. Mwangalie mwambie futa namba, futa namba, futa namba. Futa namba, Yesu ajitwalie utukufu. Futa namba, Yesu akubariki, akuinue, akupeleke mahali unapotaka uwe. Sema haleluya kwa jina la Yesu. Namba zimewaponza. Sema kwanza leo nakuacha. Nakuacha. Baadaye alo. Si nimekwambia usinipigie, imekwisha hiyo. Futa namba. Haleluya. Mpe high five, mpe high five, mwambie futa namba, futa namba, futa namba, futa namba. Piga Yesu makofi, haleluya. Mnisikilize. Kama unajua huna nguvu, epuka uovu. Kimbia. Kama wewe ni mnywaji wa pombe, ume kwenye pombe, usiende kwenye baa. Kimbia baa. Yusufu mwenyewe akakimbia. Waje fanye mwamba. Mimi nimeokoka. Subiria. Utaenda na Biblia kwa nani kwenye ghetto, utakuta na Biblia iko juu. Usifanye mwamba. Kimbia dhambi. Ukijua kabisa mimi kwa wanawake ni dhaifu. Yaani wakipita pale pita huku. Wakipita huku pita huku. Nakwambia kaka, mambo kimbia. Piga Yesu makofi wewe. Haleluya. Makofi kwa Bwana Yesu wewe. Mwambie mwenzako futa namba, futa namba. Bwana Yesu akuchukue. Bwana Yesu akutakase. Bwana Yesu akufanye mtumishi wake. Wewe unajifanya mwamba. Haleluya. Dhambi haina bouncer. Wanaosimama na kusema mimi rais wa nchi, ukiwakuta wanapeperushwa na dhambi utaamini. Utaamini. Huyu ndo rais. Naongea rais wa zamani wa nchi isiyojulikana. Hello. Shangaa mheshimiwa, sasa tumeni na mheshimiwa. Mheshimiwa anaweza kuwa mbunge, anaweza kuwa diwani. Akisimama hapa mbele na hotuba, sema jamani tulee watoto wetu. Wanawake mwe na maadili. Wasichana mwe na maadili, vaa vizuri. Shangaa pena kitoto cha miaka 18. Kitoto cha miaka 18. Huyo ni mheshimiwa. Dhambi haina bounce. Ndio maana kubali kugeuka. Kubali kuvua viatu. Useme Yesu nimekubali kukufuata. Dunia nyuma, dhambi nyuma, marafiki nyuma, enda nyuma, mimi msalaba mbele, msalaba mbele. Mwendo mmoja mbele kwa jina la Yesu. Nimekubali kumfuata Yesu. Nimekubali kumfuata Yesu. Nimekubali kumfuata Yesu. Sitarudi, 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 sitarudi. Dunia nyuma, msalaba mbele,
dunia nyuma, msalaba mbele. Dunia nyuma, msalaba mbele. Sitarudi, sitarudi, sitarudi. Mpenzi nyuma, msalaba mbele. Mpenzi nyuma, msalaba mbele. Mpenzi nyuma, msalaba mbele. Sitarudi, sita. Bye bye mpenzi. Leo futa namba. Piga Yesu makofi. Haleluya. Haleluya. Yes. Mwanangu, wokovu unahitaji ukishaanza kulima usigeuke. Ndio. Ndio hapa natuona sisi tunamtumikia. Usifikiri tulikuwa hivi. Mpaka unajikubali kujiweka mtandaoni live hivi. Kila ujiweka kila kitu wazi. Lazima maisha yako yanyooke hivi. Yanyooke hivi. Hivi kwa mfano unakuta hapa na kuhubiria alafu nipo kwenye kona na kasichana hivi. Wewe una jamaa huyu. Haribu. Halo. Sasa hapo uko na shetani na kupiga na kufilisi mapepo toka. Alafu baadaye gizani. Yesu alisema shetani hana kitu kwangu. Hana kitu kwangu. Shetani hana kitu. Sasa wewe jiulize vitu yangu ya shetani unavyo. Irizi ipo, umalaya, uongo, wizi. Una vitu vya shetani, utamkemea. Haya, simama. Siendelei. Kesho wai. Kesho taendelea hapa kuzungumza. Nyosha mikono wewe, tumshukuru Mungu. Bwana Yesu, nakushukuru kwa wema. Funika macho yako. Nakushukuru kwa ajili ya neno hili. Naomba utufae. Naomba watu hawa Yesu, tuache yale ya kale. Ziko dhambi tuzingaza upesi ambazo hatutaki kuziacha. Tunakupenda, sio Yesu kwamba hatupendi, tunakupenda, tunataka tukutumikie. Lakini yako mambo, viko viatu kwenye miguu. Musa alipotaka kukutumikia, ulimwambia vua viatu. Huwezi kuingia kwenye nchi takatifu kama wewe sio mtakatifu. Wana Israeli hawakwenda kwenye nchi ya ahadi. Mungu alihakikisha wale ambao walikuwa ni mbegu mbaya wamekufa jangwani, ukaibua kizazi kipya. Na wale ambao walikuwa hawajatahiriwa, Yesu akisha kuwatahiri. Ulitaka watu waingie Kanaani wakiwa wametakaswa. Kizazi cha nyoka kimeondoka. Kizazi cha shetani kimeondoka. Umebakia na mbegu njema. Ninaomba mji huu, ni kweli kuna watu wameokoka lakini nguvu imeisha, wamerudi nyuma. Ninaomba mji huu Yesu ujitwalie warokole wa kutosha wenye nguvu zako, wenye ushuhuda kwa mataifa. Ili neno lako lisitukane wala jina lako lisitukane. Tunaomba Yesu tulehemu. Tumetenda dhambi na kupungukiwa na utukufu wako. Tulehemu. Tunataka twende mbele. Tukutumikie katika roho na kweli. Shusha mikono. Funika macho. Nisikilize. Kama unajua uliokoka ni mpendo kabisa lakini umerudi nyuma. Inawezekana ni sababu za kimaisha, sababu za kiuchumi au dhambi fulani, umerudi nyuma. Simwambie Yesu, niko tayari kurudi leo. Sitaki kusogea nyuma. Mungu amenituma kuleta kanisa safi, takatifu kwenye mji huu. Uko tayari kuokoka tena au kutubu kwa upya? Mwambie Yesu, nisamehe. Na uwe tayari kuachilia kila kitu. Inawezekana ni kigumu, mwambie Yesu, nisaidie, naomba rehema na msaada, niache. Ni mtu hujataka kumsamehe. Unajua kabisa nataka nisamehe. Biblia inasema usiposamehe hata Mungu Baba mbinguni hatakusamehe. Kuna vitu vingi vimeshikilia moyo wako. Piga hatua mbele, piga hatua mbele. Usione tu aibu, njoo mbele. Njoo mbele. Ni maisha yako.